kasi ya upatikanaji wa maji safi na salama na ujenzi wa barabara vijijini. Niliahidi pia kurejesha baadhi ya vyanzo vya mapato vya halmashauri vilivyokuwa vimechukuliwa serikali kuu. Sasa ni wajibu wangu kuwarudishia mrejesho wa ahadi zile nilizozifanya. Lakini kwa bahati nzuri, nilipopita kwenye mabanda ya maonyesho kabla sijaingia hapa, majawabu yote niliyakuta kwenye mabodi na wakurugenzi walinieleza yaliyofanyika. Kwa hiyo nadhani nisiwapotezee muda kusema nilifanya. Lakini niwaambie tu kwamba kwenye elimu, mbali na madarasa 15,000 tumejenga vyuo vya VETA katika wilaya 64, kazi inaendelea. Lakini kuna vingine 25 vilikuwa kabla, na kila mkoa kina chuo kikubwa cha mafunzo ya VETA na mafunzo ya ufundi stadi. Lakini kwa upande wa afya, kazi iliyofanyika mnaijua. Lakini pamoja na majengo, amesema mwenyekiti wa ALAT, kuna vifaa vya kisasa sana kwenye mahospitali yetu katika ngazi zote. Lakini pia tumepunguza kwa kiasi kikubwa uhaba wa madawa. Sasa supply ya madawa inakwenda vizuri, na kwamba referral zile za maradhi kuja Dar es Salaam na Benjamin Mkapa zinaishia hospitali za mikoa, kwa sababu vifaa vyote, utaalamu wote, watumishi, kila kitu kiko kule. Lakini juu ya hivyo, magari ya kuhamisha wagonjwa kutoka hospitali moja kwenda hospitali nyingine. Sikujua kuna screen inaonyesha yaliyotekelezwa. Sasa yule mwenye nani, kuwa makini basi nikisema uweze kuweka hizo yaliyotekelezwa. Wanasema usipojisemea mwenyewe hakuna atakaye kusemea, sio? Asante. Watoto wangu wa vyuo vikuu wanasema mama asemewe, na wao nimesimama kunisemea. Kabisa. Tukiacha sekta ya afya, sekta ya maji, wakati ule kwenye maji tulikuwa 70% vijijini, lakini 84% mijini. Na kwa sasa mpaka juzi napofungua mradi wa Same Mwanga, vijijini tumetimiza 83%, na lengo tulilopewa ni 85%. Na kwenye miji tumefika 90%, tumebakisha 5. Kuna miradi zaidi ya 1000 maeneo mbalimbali. Tunapofika mwezi wa 10 miradi mingi itakuwa imemalizika, tutafika kwenye agizo tulilopewa na ilani ya uchaguzi. Kwenye ujenzi wa barabara za vijijini, tumejengea TARURA uwezo wa kibajeti na kwa rasilimali watu pia, na hivyo kuiwezesha kufanya kazi zake kwa ufanisi. Tumejenga barabara mpya za lami, lakini tumefungua wilaya nyingi kwa barabara zinazopitika misimu yote. Natambua bado kazi ipo ya ujenzi wa barabara. Kila unapokwenda unadaiwa lami. Na ndio raha ya maendeleo. Ukionja maendeleo, unataka maendeleo yaendelee kusambaa. Lakini nataka niwape jambo la faraja, kama alivyosema mmoja wetu hapa. Nililikuta kwenye maonyesho. CRDB tumefungua nao Samia Bond kwa ajili ya fedha za miundombinu, hasa barabara. Bondi ile tulipoifungua tulikusudia kukusanya bilioni 150. Kwa bahati nzuri tumekusanya bilioni 300, na hii ni kuhakikisha kwamba sasa TARURA hawendi kukwama kwenye utekelezaji wa ujenzi wa barabara kule vijijini. Barabara zitakwenda kujengwa kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wa kurejesha baadhi ya vyanzo vya mapato kwa halmashauri, tayari tumerejesha makusanyo ya mabango, yamerudi kwenu halmashauri. Lakini pia halmashauri za serikali za mitaa
zimekurudishiwa ukusanyaji wa kodi ya majengo, nyumba zile mtakusanya wenyewe, lakini pia na mabango. Lakini hapa nataka kutoa indhari moja. Kodi hizi zilikuwa zinakusanywa na serikali za mitaa, zikachukuliwa na serikali kuu. Sasa zilichukuliwa na serikali kuu kutokana na sababu za ubadhirifu na kuto kufanya vizuri. Sasa tumezirejesha kwenu, tunataka zile sababu zilizofanya mpokonywe sasa mziondoshe. Acheni ubadhirifu, na nadhani kwenye ubadhirifu tutaweza kucontrol, kwa sababu sasa ni kukusanya mifumo. Badili ya koko wetu na kudai bango lako le pale lete zinaingia mfukoni, hapana. Sasa aliyeweka bango akalipe kwenye mfumo, fedha ingie moja kwa moja. Kwa hiyo tumewarudishia, na hivi ni vyanzo ambavyo vitaweka ukusanyaji wa mapato kule kwenu. Kwa hivyo